kujiangalia kutokufanya au kujiangalia hofu inapokuja, vitu vya kuchunga hofu inapokuja. Vitu vya kuchunga unapokutana na hofu. Jambo la kwanza, nini vitu vya kufanya na imekuwa na makini navyo unapokutana na mambo ya kukutisha au hofu? Jambo la kwanza, lazima ujue kwamba hakuna asiyeogopa, yaani hakuna mtu ambaye hana hofu kabisa. Kwa sababu ni ile sasa tumeshawekewa, tumerithi hicho kitu kwenye miili kwa sababu ya ule binadamu. Sasa mambo ya kuwa makini nayo unapokutana na mambo ya kukutisha au unapokutana na hofu. Jambo la kwanza, chunga unayoyatamka. Chunga unayoyatamka. Chunga unayoyatamka. Mtu uliokoka mdomo wako huo ni chombo hatari sana. Watu wenyewe. Mdomo wa mtu aliyekoka ni hatari. Ni hatari sana. Mtu anakutana na hapa na sana. Nakufa. Wewe unakufa kweli? Acha wasiala. Usifanye mtana na hofu ya Mungu acha. Ni kweli vitu vinakopesha. Yaani kwa nini useme Jesus? Maana kila anayetaja jina ataokolewa. Unaanza kuongea mambo ya kutaja. Nakufa. Mama. Mimi sijaolewa. Mimi sijaolewa. Chunga unayoyatamka. Naongea ukweli ndipo sisi kuna watu hata hapa kitabu cha Hesabu 14 Mungu afika mahali akakasirika kwa sababu wale watu kwa sababu wapata hofu wakasema tutafia hapa jangwani. Anaambia kitabu cha Hesabu 14:28 anasema waambie hakika yangu asema Bwana kama mlivyozungumza masikioni mwangu ndivyo nitakavyotendea ninyi. Chunga mdomo unavyopita kwenye mambo mbalimbali. Chunga mdomo. Chunga mdomo kana watu ambao kuna watu wengine wanaofu. Unashangaa wewe unaweza kuwa kuna wewe. Lakini kuna mtu anakaa yeye, kana yake. Yaani hadi hapo tulikuwa hapa. Yaani wewe si itakuwa yaani wewe ni chizi yaani muda wote yaani na wewe naye baadaye unyamaza. Na ila kweli mimi hakuna kusema kweli. Kila nini zinanyamaza? Au kama ni zinachukua yeye zangu na bana sasa mambo ya mama. Kwani unanipangia cha kusikiliza bali vipi? Chunga mdomo bwana, sio kitu cha kuongea. Usiongea kwa nidhamu. Maneno yako yana nguvu. Maneno yako ni vitu halisi kwenye Mungu. Chunga mdomo. Lakini kitu cha pili, chunga unayoyawaza. Beware, be careful of how you think. Ukitana mambo ya kuogopesha, unawaza nini, unawaza nini, una imagine nini, picha gani zinakujia kichwani? Yaani mtu mwingine anastyle na Bwana, tulipokuangalia tumeona sisi na nini sisi kifanyaje? Tunaona kweli una hali mbaya. Pale anaanza kuona jinsi ambavyo watu walikuwa wanapita wanasema hivi, wanamwaga hivi. Mimi pale. Naambia ukweli mtumishi. Mimi nimekuwa kwenye mambo sana na juu. Moja ya kitu kinaua watu sana ni hofu. Naambia ukweli. Kati ya kitu mimi namshukuru Mungu wakati nipo kwenye mambo ya afya fanya hizo kwenye issue za afya. Na namshukuru Mungu alikuwa nimeshakutana na bishop. Kile kipindi baba alikuwa anafanya sisi back to back. Kila ukiingia mtaani yuko pale anafundisha afya ya kiungu, imani kwenye maisha marefu. Wewe ni corona ilikuwa inaua watu sio kwa sababu tu ni ugonjwa. Nawaambia ukweli mimi ni medical personnel kama una nini njoo nipinge. Lakini nasema kweli watu wengi wanafia hofu. Kuna siku mtu unaamka wiki nzima usikia harufu, usikia harufu. Unajua bado. Lakini wapi? Unaenda kazini kama nini? Wewe binti wewe. Baba yako wewe. Jina nani? Unajua nini? Jina nini? Unaingia ICU kumjia wagonjwa wa corona tu. Kuna siku moja mimi na kuona watoto. Na katoto kama kadogo. Kalikuwa kumbe ni infected kama HIV positive. Nikagonjwa sana. Sasa mimi napenda tu watoto nikapenda katoto. Kwani kana kahudumia muda mrefu na kana. Akaja daktari mmoja akaniambia wewe dada, umeolewa? Nikamwambia hapana. Una watoto? Nikamwambia hapana. Wewe makini. Kwa nini? Wewe yuko ni stage ya spring up is HIV. Kesa. Lakini kagundua watu wengi kinachoua mapema sio magonjwa, hofu. Kwa uwe makini mambo ambayo unayawaza.
Lakini pia chunga sana unavyotenda. Ukiwa katikati ya hofu, chunga unavyotenda. Matendo yako. Matendo. Wazee kama wale wameogopa mpaka wengine wakananilia wakasema watafuta kiongozi mtaoni mimi. Ila watu tutafuta kiongozi ngumu sana. Tutafuta kiongozi mimi sitaweza. Kila siku watu bali washapata nini sitaweza. Tutafuta kiongozi mimi. Sasa watu wengi wako hivyo. Ngoja niambie kesi moja ya Sauli kwenye Samueli wa kwanza sura 15. Kesi moja ya Sauli mfalme wa kwanza wa Israeli. Anasema kwamba alipata maagizo kutoka kwa Mungu kupitia Samueli, akamwambia Bwana, ninakutuma kwenda kwa nchi ya Amalek. Uende kule ukawaue watu wote. Usibakize hata mtu. Si ndio? Kila kitu. Sitaki yaani hicho kizazi kiendelee. Yeye akaenda pale, akaua wadogo wadogo kama kina Divine, wanawake. Then akaacha mifugo. Alafu akamwacha na mfalme Agagi, akaja naye. Samueli akamwambia vipi? Hata kama hajaja sababu Mungu ashamwambia mimi najua nitakuwa nimefanya hivi kwa mfalme. Sasa anapoulizwa kwa nini uliacha, sababu yake nilishangaa mimi. Anasema hivi, na naogopa hao watu. Yaani mimi nimekaa hivi nikaanza kusema ni jeshi sipa hizi. Wakaniambia mfalme aje kuona hawa ndama hao kondoo waliona nao. Yaani sadaka kwa Bwana nzuri kabisa. Kwa hiyo tuwahifadhi. Tunao kule. Ameogopa. Nini kinatokea? Hilo kosa moja limfanya akatoka kwenye mfalme. Hofu. Na tabia mbovu. Yeye alikuwa ndo mfalme, aliogopaje watu? Wakati yeye ndo amiri jeshi wale jeshi. Na amri ya mfalme ilikuwa ni kubwa kupata amri ya rais. Kwa nini aliogopa?